Bwana Yesu, asante kwa sababu ya nafasi hii tunapoenda kusikiliza neno. Naomba neema yako ikaendelee kutukalia kila mmoja, na ule uwezo wa kusikia kwetu kapata kukaa ndani yetu kwa kusikia na kuelewa na kuyafahamu maneno yako. Roho wa hekima na maarifa na ufahamu amkalie kila mmoja ndani ya ibada hii kwa ajili ya jina lako takatifu. Amen. Tumpe Yesu tena makofi mazuri. Unaweza kukaa pale ulipo. Shalom. Shalom. Wenye haki shalom. Ni siku ya Jumapili iliyo njema sana, ya siku yetu ya mwisho ya mwezi. Tunaanza mwezi mpya, mwezi wa 6. Tumeshafika nusu mwaka. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nina furaha kuona nyuso zenu zikiwa zimeng'aa, mmetakata, mnayo furaha. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie naona umebarikiwa sana na neema ya Mungu iko juu yako na hakuna wa kukudhuru. Amen. Hebu mpigie Yesu makofi kama uko na sura ya furaha. Ninapenda nizungumzie juu ya nguvu ya Mungu ituwezeshayo kubadilishwa na kuwa mtu mwingine. Kubadilika na kuwa mtu mwingine. Mungu anataka akubadilishe na uwe mtu mwingine. Sema amen, amen. Kwa hiyo kuna neema katika kubadilishwa na kufikia kusudi la Mungu maishani mwako. Eneo hili la kubadilishwa linaanza katika eneo la wewe kusikia. Kwanza, uwezo wa kusikia kwako. Ukibadilishwa, wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Kwa hiyo neema ya Mungu ikikukalia kwenye eneo la uwezo wa kusikia. Jamani, kusikia sio hii microphone na kipaza sauti hichi. Kuna kusikia kunakoleta badilisho linaloishi ndani ya mtu la kweli. Kwa hiyo kusikia kunakoleta matokeo mazuri. Na ukishapata kusikia, kuna some action, kuna matokeo yanakujaga supernaturally. Maandiko yanasema wakisikia wasielewe. Lakini wewe ukapata kusikia alafu ukaelewa. Sasa haijalishi ni akili ya kibinadamu kwenye kuelewa. Tunaenda sawa eh? Sema amen, amen. Sio akili ya kibinadamu. Maana wenye kutawala hawakusikia wakaelewa. Maana kama wangelijua na wangelifahamu wasingelimsulubisha Yesu. Maandiko yanavyosema katika Wakorintho. Kwa hiyo sio watu wenye hekima wa dunia hii na wenye akili wa dunia hii waliojaliwa wote kusikia. Wapo wanaosikia, sio wote wanaoweza kusikia. Kusikia kunakotokana na Mungu. Waebrania sura ya 4. Kuna badiliko lazima lije kwako. Lazima. Ikiwa utapata hiyo neema, hiyo nguvu ya neema ikupayo wewe uwezo wa kusikia. Waebrania 4 mstari wa 1. Inasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema,
vile vile kama hawa, kuna watu walihubiriwa, walifundishwa au waliambiwa. Walichoambiwa kinaitwa habari njema, kinaitwa good news, habari njema. Anaendelea, lakini neno lile, habari njema, lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika. Inaongea kitu inaitwa kuchanganyika na imani ndani yao. Kumbe ni ndani yao, kuna kitu ndani yao waliosikia. Tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa kuingia katika hiyo raha. Sasa kuna tafasiri mbalimbali ya hilo neno raha. Kuna mbinguni, tunaelewana eh? Kuna wengine wanangojea kuingia mbinguni lakini wanapita duniani kwenye mateso. Lakini wengine wanaenda mbinguni lakini wamekataa duniani kupita kwenye mateso. Sawa sawa eh? Sema amen, amen. Kuna wengine wamekubali mateso duniani na mbinguni tutapumzika, tutakula raha mbinguni. Ni mhubiri yupi aliyekufundisha ukubali mateso kwanza upitie kisha uingie mbinguni ukale raha? Wapo wahubiri hao watakuonyesha kabisa kwenye maandiko kwamba hayo ni mapito, ni maisha na Mungu ameyaruhusu. Wapo, na kuna vipengele vya maandiko kabisa kwamba lazima upitie shida, lazima uteseke sana. Vipo vipengele hivyo, lakini vile vile kuna vipengele kwenye maandiko vinavyokuzungumzia katikati ya hayo maisha ya dunia kuna kushinda. Kushinda maana yake ni kutoka kwenye vitu vinavyoweza kukuzuia usile raha. Kwa mfano, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hazungumzii uje kwake alafu uende mbinguni upumzike. Anasema jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha, maana mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Lakini mtapata raha. Kwa hiyo ukienda kwake kwa picha ipi unayotaka, kuna mahali utapata raha. Amen. Na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa kuingia katika hiyo raha. Na Yesu anasema nitakupa raha. Raha ina tafasiri nyingi. Raha ina tafsiri nyingi. Kuna raha kwa sababu una mafanikio, unaishi vizuri, una afya, una uchumi mzuri. Amen. Una maadui wanajaribu kupambana na wewe, kukulazimisha upite kwenye shida, lakini unawashinda, unapita, unajikuta unawavuka vikwazo vyao. Wanakuvuta nyuma kiuchumi, lakini unaonekana bado unawaovertake. Wanapambana na wewe hata watoto wako wasifanikiwe, lakini wanafanikiwa. Lile eneo la wewe wakuhuzunishe, wewe kwako ndio linaongezeka raha. Wakija kwa njia hii, Mungu anakufungulia njia zingine 10 ambazo hawawezi kuzifunga. Piga kelele, sema amen. Kwa hiyo kuna eneo ambalo unasikia, kile unachosikia ndicho kitakupa raha au kitakupa shida. Sasa huyu Waebrania anasema hivi, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa kuingia katika ile raha. Okay? Kwa sababu kuna mhubiri aliyekuja akasema, akafundisha, akahubiri, na kuna mwingine alikuja akasema, akafundisha, akahubiri. Hawa wawili hawa umeruhusu wakazungumza na wewe. Tunaelewana eh?
Wahubiri hawa, huyu amehubiri, ukamsikiliza, ukamwelewa, ukamwamini. Alafu huyu mwingine amehubiri, ukamsikiliza, hukumwelewa, hukumwamini. Huyu uliomwamini, kile alichokufundisha kitakuletea kile ulichokiamini. Anasema hapa, kitaumba, kitaambatanisha. Kile ulichoamini utakipokea, ulichokisikia kitafanyika. Sema amen, amen. Sasa chagua wa kumsikia. Tunasikilizana wa Kristo eh? Usishirikishe masikio yako kila mtu akizungumza, alafu unakosa kujua anachokizungumza kinanifaa au hakinifai. Tunaelewa sawa sawa? Sijui unachagua nini. Hebu wanaochagua kupita kwenye majaribu ili wafanikiwe baadaye wapunge mkono. Mbona mnakataa? Kuna watu wanakuhakikishia kabisa huwezi kufanikiwa mpaka umesota, na Mungu hawezi kukubariki mpaka umeumia. Hata Yesu mwenyewe aliteseka, ndio maana ameketi mkono wa kuume. Wanakuambia hivyo. Wewe unapenda vya rahisi, hautapata. Okay, unampenda kumsikiliza huyo, umsikilize kama utapenda. Lakini kuna mhubiri mwingine atakwambia hivi, hao mnaowaona hao wa Misri hamtawaona, na leo mtawaona wokovu. Bahari inafunguka sio kwa nguvu zangu. Sema amen, amen. Maadui wanaangamizwa sio nguvu zangu, lakini kuna ujumbe nimeusikia, nimeukubali, nimeuamini, nimeupokea. Hao maadui sitawaona. Si ni sawa sawa? Sasa unachagua nani? Na bahati nzuri mhubiri mmoja anaitwa Musa, Wayahudi wanamuita Moshe, alikuwa na makutano ya watu 2,000,000. Hawa jamaa 2,000,000, Musa akaweka watu wa kumsaidia 12, wakaipeleleze nchi, wakaitafute ile nchi kujua ina hali gani, tumeambiwa na Mungu ni nchi ya asali na maziwa. Hiyo ni nchi nzuri, ndani mwake yani kuna maneno Mungu ameyapamba mpaka unashauku uingie huko haraka. Musa akasema msende kwanza haraka, subirini tupate wanaume walio vichwa, walio wakuu katika koo, katika familia zenu, wenye akili, waende kwenye hiyo nchi. Waende kwanza. Sijui ulikuwa ni mpango wa Musa au ulikuwa ni wa nani. Bahati mbaya waliitwa watu walio wakubwa katika kabila zao. Ni afadhali wangeitwa walio wadogo kwenye kabila zao. Kwa hiyo waliheshimiwa, walipendwa, walikubalika. Hawa watu wakilishe hawa 12. Kabila la nani? Joshua akatokea. Kabila la nani? Akatokea. Kabila la nani? Wakatokea. Mnapigaje kura? Mnamsawa? Sawa, huyu. Wakaenda wakapeleleza nchi siku 40. 40 days. Arba kwa Kiebrania. Wametembelea nchi, wakaiona ardhi ilivyo nzuri, wakaona mashamba, wakaona matunda. Hata mche mmoja wa mzabibu, kile kichale kilibebwa kama mkungu wa ndizi na watu 2. Sio sawa na kile kichale cha Dodoma. Yani wanaume warefu kama mimi, maana Wayahudi wale walikuwa ni wazuri kama mimi. Sema amen. Mwangalie jirani yako, mwambie kama Absalom. Sinajipigia debe.
Mtajisemaje sasa? Najikubali, sema amen, amen. Alafu fikiria, wanaeka fimbo ndani ya kichale, vinanyanyuliwa na watu. Hiyo nchi aisee, hatutaacha kuingia. Lakini midomo yao imebeba habari nyingine, na ile habari waliposikia haikuchanganyika na imani ndani yao waliposikia. Kwa hiyo hawakuingia katika hiyo raha. Leo iko raha iliyosalia, imekuja katika kitabu cha Mathayo 11:28, nami nitawapa. Sasa kama imebaki hiyo raha iliyosalia ya Mathayo, yuko wapi ambaye yupo hapa leo anaambiwa hivi, na tuogope asije akaikosa? Kuna mtu ambaye ameona majaribu ni sehemu ya maisha. Bwana asifiwe. Wanasema amen. Sikukatalii, ni sehemu ya maisha yako. Aliyekuja na huo ujumbe ulimwelewa, ulimkubali. Lakini mimi na majaribu tulishapishana kidogo. Nilipishana naye wapi? Baba, walinde na yule mwovu, wala usiwatie majaribuni. Kwa hiyo kwangu nina mahali nimepapata pa kutokea. Wewe utapita kwenye hiyo majaribu, utapita kwenye hivyo vita, utapita kwa wachawi watakuloga, utapita watachukua uchumi wako na nyota yako. Lakini kwangu nitashika mali, nitashika fedha, hawataruhusiwa kugusa. Nitazaa watoto, hawataguswa. Nitaendelea kukaa katika raha, nikila vichale vya zabibu ya kama mti. Geukia jirani yako, mwambie umeona kichale cha zabibu? Wangapi wamekiona kichale cha zabibu? Piga kelele, sema nimekiona. Piga kelele, sema nimekiona na nimesikia kwa masikio yangu na kwa macho yangu nimehakikisha. Iko hivi, ona kichale na usikie. Kuna watu waliona kichale lakini wakasikia habari mbaya. Wanaambiwa baraka. Musa alisema hivi, Moshe alisema hivi, Moshe alisema hivi, tazameni nimewaekea mbele yenu laana na baraka. Mnanisikia Si ndio Moshe amesema katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati? Akasema laana na baraka, uzima na mauti, chagueni. Sasa maana yake ni hii, nimekupa watu watakaosimama mbele yako, watakachokihubiri mbele yako kiangalie. Je, kinakuja na uzima? Kinakuja na mauti? Chagua kama ni uzima ama kama ni mauti. Lakini Moshe akaona hawa jamaa vichwa vyao ni vibovu, akasema ngoja niwape msaada. Chagueni uzima mpate kuishi ninyi na uzao wenu. Maana yake inawezekana nyie watu vichwa vyenu havisikii vizuri, havielewi, lakini niwape kangalau kadogo, kangalau kaidia, msiingie kwenye laana. Mwambie mwenzako nakataa laana. Piga kelele, sema nakataa umaskini. Piga kelele, nakataa magonjwa. Amen. Ikifikia mahali pa kusikia. Ndio maana Agano Jipya limekuja na picha moja, na hiyo picha inasema hivi. Twende tukafungue Warumi sura ya 10. Haleluya. Mstari wa 6. Warumi 10:6 inasema hivi, bali ile haki patikanayo kwa imani
Haki inayopatikana kwa imani yanena hivi: usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yaani kumleta Kristo chini? Au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yaani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu? Lakini anenaje? Ile haki ina maneno inazungumza, lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani lile neno la imani tulihubirilo. Okay. Lile neno la imani tunalolihubiri liko wapi? Piga kelele, sema kuanzia sasa, haliko mbinguni, haliko kuzimuni, liko kwenye moyo wangu na katika kinywa changu. Lile neno la mabadiliko, lile neno la transformation, lile neno la kubadilishwa na kuhamishwa. Yaani unabadilishwa na unahamishwa. Piga kelele, sema nimeshahama. Anza hivi, sema nimebadilishwa ufahamu, akili, uelewa, na nikahama, nikaenda pengine. Haleluya. Ikifika kwamba lile neno liko karibu na wewe, na ni nani analiongea? Nani amekufundisha liingie karibu na wewe? Tunaelewana watu wa Mungu? Kuna haki ipatikanayo kwa imani. Kuna baraza lililopanga mikakati. Usikose chakula maishani mwako, usikose mavazi. Kamati kuu mwenyekiti wake alizungumza hivi: msisumbukie mtakula nini, mtakunywa nini, au mtavaa nini, maana hayo mataifa wao usumbukia hayo, bali ninyi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtaongezewa. Ninatafutia wapi ufalme wake? Kwenye midomo yenye kuzungumza maneno yanayoweza kunipa haki, kwenye mhubiri mwenye mdomo anazungumza habari zinazoitwa habari ya mema. Mhubiri anakuja, Bwana Yesu asifiwe, mimi nilisota, usinione hapa, mapito yangu. Alafu unataka ufanikiwe kama mimi, lazima na wewe usote. Ukisikia hivyo, na sadaka usitoe. Teleza, teleza. Piga kelele, sema na teleza. Maana ukitoa matoleo kwenye eneo hilo, unakubali na wewe usote. Tunaenda sawa? Mnanisikiza nyewe wa Kristo eh? Maana wale wajumbe 12 walio wawili tu ndio walizungumza maneno yanasema, hao majitu mnawaona msiwaogope, hao jamaa tutawala. Sio tutawaua tu, tutawatafuna. Akasema mzee Yohana, akatoa tafsiri nyingine akasema, kwa maana aliye ndani yenu ninyi ni mkuu kuliko hao. Sasa tuna aliye ndani yetu, atawatafuna wanaoinuka kama wachawi, atawatafuna wanaoinuka na vibuyu vyao, atawatafuna wasiotakia nyumba yako amani, atawatafuna wanaosimama kinyume na kazi yako, atawatafuna, atawameza hai, atawaharibu. Piga kelele, sema waharibiwe. Mimi natamani iwe ni nani aliyetumwa akuambie habari njema. Mhubiri mmoja akasema hivi katika kitabu cha nabii Isaya, akasema, anaitwa nabii Isaya, akasema hivi, wala hapata kuwepo aliyetasa, yes, wala asiyezaa, yes, wala atakayezaa kwa tabu, yes. Ala, naona hiyo ngoma? Nani anakubali hiyo? Sema amen. Wala hapata kuwepo aliye maskini kati yenu, yes. Hapo naona raha kabisa. Piga kelele, sema hapo nang'ang'ania. Sema nang'ang'ania hapo. Piga kelele, sema kama kupe. Yaani kuna kupe anajua kung'ang'ania, umchomoe achomoke. Nafurahia hiyo. Chomoa ng'ang'ania, sitoki hapa.
wala hapata kuwepo aliye tasa. Maana yake kila mwanamke akishaolewa zaa. Unajua Mungu ameruhusu usije ukapata watoto haraka. Nani amekwambia? Nani anakwambia? Kama ndizi inazaa na maembe yanazaa, kwa nini wewe usizae? Mwambie mwenzako zaa sana tu. Haleluya. Mahali pengine nabii mmoja akasema hivi, huyo nabii nampendaga sana huyo nabii mmoja akasema hivi, tazama bikira atabeba mimba naye atazaa. Mpaka akamweka bikira. Alafu unakata kuzani. Mtu anakuambia ni mapito, ni majaribu yako, vumilia, sahau. Ukitoa sadaka hapo utabaki tasa. Nataka iwe hivi. Ni nani aliyesikia habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maandiko yanasema hayo. Ni nani aliyesikia? Anauliza, ni nani aliyesikia habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mizizi katika nchi kavu. Hana umbo wala uzuri. Tumeonapo hana uzuri hata tumtamani. Maana alichukua masikitiko yetu, alijitwika fedheha zetu, alichukua maovu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Piga kelele, sema amen. Alikuja akachukua. Nani alijua hiyo? Alikuja akafanyika laana. Nani alijua hiyo? Aliyejua yeyote laana haiwezi kuja kwako. Unaelewa hiyo? Piga kelele, sema nimejua hiyo. Sema laana haiwezi kuja hapa. Piga kelele, sema wataloga sana, watalogeka wao. Watapanga mabaya, yatawapata wao. Kila anayekuwazia mabaya atayavuna yeye, wala wewe hayatafika kwako. Kila anayechimba shimo ataingia yeye. Maandiko yanasema watakao kuchimbia shimo wataingia wao. Wanaotaka wakuzike watazikwa wao. Wanaotaka ulala hospitali mwaka watalala wao. Sema kwa sauti amen. Kuna mtu hajaelewa hapa. Mgeukie jirani yako, mwambie unaelewa haya? Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Wakolosai 1. Mtume Paulo anaongea hapa. Sema amen, amen. Hebu sema lile neno liko karibu nami, katika kinywa changu na katika moyo wangu. Lile neno la imani, la baraka, la mafanikio, la mafanikio. Nimesema la mama mafanikio. Yani kuna mafanikio ndani yangu. Anakaa yeye ni kuzaa mafanikio tu. Anakaa ndani anazaa tu watoto mafanikio. Anazaa hela tu, anazaa kuishi vizuri. Una kitu kinakaa ndani kinazaa tu. Akizai huzuni. Sema amen, amen. Mwambie mwenzako atuzai shida hapa. Mwangalie jirani, mwambie hakuna shida katikati yetu. Mstari wa 13 na 14. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Okay? Akatuhamisha na kutuingiza. Kuna maneno makubwa, maneno. Alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, alafu akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi. Sema amina, amina. Ambaye katika yeye tuna msamaha, tuna ukombozi. Maeneo ya hii mstari wa 14 ni magumu kuyaelezea sana maneno yake. Natafuta mhubiri ajue mstari wa 14 akatukomboa. Ukombozi, msamaha wa dhambi. Yani msamaha. Yani amezungumza kwenye eneo, mstari wa 14 amezungumza kwenye eneo lisiloweza kuingiliwa tena na adui. Ile eneo la ukombozi. Hili ni eneo la transformation, ambao huku mstari wa 13 akatuingiza ilo eneo la makazi mapya, la mji mpya,
la maisha mengine na utawala mwingine, na katika huo utawala kuna kitu kinaongoza nguvu ya utawala ule, inaitwa upendo. Akikuangalia hivi anakupenda. Nimeangalia, nikamwonyesha mke wangu jana, nilikuwa nacheka, nilikuwa kwenye harusi jana, alafu nikajikuta nimeingia kwenye TikTok, alafu anasema hivi, wamama wa Kiafrika wanavosherekea watoto wao wanapofanya graduation ya chuo. Haya mama yangu we, usifanye mchezo na mama wa Kiafrika. Wewe muone tu ni mama mtu mzima, ni mnene, unaweza kumdharau. Anapoona mtoto wake anapita mbele pale kwa mkuu wa chuo, anakabidhiwa cheti. Tunaelewana eh? Cha kwamba sasa umefaulu, nenda kafanikiwe. Sasa cheti hichi hapa kitakutangulia kwenye ofisi yoyote wewe ukienda kutaka kazi. Hautaingia mahali kwa aibu, utakitanguliza. Ndio maana tunaambiwa hebu ukija uje na CV, vikaratasi vyako vitangulie. Kwa hiyo vile vikaratasi vina jeuri, vina nguvu kukupeleka kwenye meza ya madirekta. Wakiangalia hivi wanasema huyu hapo. Inawezekana hata sura yako ni mbaya kama ya ngamia, lakini wanataka huyu. Tunaelewana eh? Una sura ya kupendeza, ufurahishe hata watu wakikuona, lakini wameona karatasi yako. Na wao hawaangalii sura, wanaangalia nini? Mwangalie mwenzako, mwambie cheti chako kiko wapi? Nyanyua Biblia, sema ninacho hapa. Sema ninafaa. Sema ninastahili. Hata maneno haya yananitangulia, yanazungumza mbele ya watu, yanazungumza katika ulimwengu wa roho, yanazungumza katika ulimwengu wa mwili. Piga kelele, sema ninavyo vyeti vya kutosha. Piga kelele, sema nina maandiko ya kunitosha. Niliona mama ameenda akafanya somersault, akanyanyua mguu juu, akarusha huko juu, haikutosha, kabiringita, akaangukia kwa nyuma kwenye viti vya watu, akasema hata sina. Mama najua huyu sasa mwanangu hata kuwa na mzigo wa kuteseka duniani, na mimi mzazi sintaona tena mzigo wa kubeba. Nawezekana na huyu mtoto akanibebea na mimi mizigo. Ndivyo alivyo Mungu akikuangalia. Umeingia kwenye chuo cha aina gani na umefaulu nini humo ndani? Umefaulu majaribu ni mtaji. Hakuna mzazi atakaye kufurahia. Kila mzazi atakuombea, baba mkumbuke mwanangu. Tutaimba paka ule wimbo nikumbuke. Tutaimba ule wimbo unasemaje? Chukua vyote Geukia jirani yako, mwambie umeruhusu achukue. Wanaopenda vichukuliwe vyote, nyanyua mkono juu. Havichukuliwi Piga kelele, sema havichukuliwi chochote hapa. Nyanyua mkono juu, sema kila kitu changu hakitachukuliwa na adui. Nitabaki na Yesu, nitabaki na mali zangu, nitabaki na watoto wangu, nitabaki na raha yangu. Piga kelele, sema amen. Simjui yule mwimbaji alivyoimba hiyo, alikuwa anataka tuingie kwenye shida gani? Maana mimi ukinichukulia huyu mama, ukinichukulia watoto, na umeshasema chukua vyote, si nitaanza kuhangaika hapa, baba nirudishie? Kwani Mungu ndo amekunyang'anya? Si umemwambia adui achukue vyote, akuachie Yesu. Akikuachia Yesu utabaki hapa ukiomba kila siku. Taka kila kitu chako kama Musa. Sema amen, amen. Taka kila kitu. Aliambiwa hivi, mtawaruhusu mwende, lakini watoto wenu watabaki. Musa akasema nani? Hatuondoki tu peke yetu. Tunaondoka na watoto na ng'ombe
na mbuzi na kondoo. Musa akapitiliza mpaka akaona kiwanda, akasema na kwato ya ng'ombe haitoachi, maana tutafungua viwanda mpaka vya kwato. Zamani tulikuwa tukilaga nyama za ng'ombe, tunakata tu maini na steak, si ndio tunakula kula, lakini kichwa, ulimi, siku hizi tumegundua na kichwa, mwambie mwenzako ni kitamu. Piga kelele, sema na ulimi nao ni mtamu. Yani sahi hatuachi chochote. Na makongoro inaitwa kwato, inaitwa nini? Inaitwa makongoro. Hatuiti tena kwato. Mwambie mwenzako haitupi kitu hapa. Yani tutachukua vyote. Unamwona mtu amekuja na tai yake, ameingia mahali. Nafurahiaga hiyo. Ukienda Kenya utafurahia. Juzi mama kanipeleka mahali nikablow mwenyewe, nikafunga macho kasa. Mama naye anajikaza kweli. Kumbe anafurahia. Mimi alikuwa ananiambia nasikia hamu ya supu. Sasa mama supu. Sema nitafuta mahali. Nikatafuta sijui mahali pa kula supu, nikaona raha leo, si ni raha leo. Nikaingiza gari, nikamwambia hapa tuangalie hapa. Na mimi nikajifanya mzungu nibaki kwenye gari kidogo. Lakini nikaona manyama yamewekwa ya ng'ombe yametundikwa bwana. Mdomo kaanza kujaa mate. Uzungu kaondo. Yeye mama ajali kajichanganya huko. Sasa alichoagiza sasa. Mungu wewe. Kataka supu ya kuku kakosa, kataka supu ya ng'ombe, ameambiwa iko matumbo. Akasema hiyo. Nikamuuliza nini, akaniambia matumbo. Nikamwambia mama, Mungu akuendeleze, akubariki. Akamwambia nikuagize, nikamwambia hiyo. Lakini yeye aliyafurahia akaagiza na nyingine. Mwambie mwenzako hakuna kitu tunaacha. Piga kelele, hatuachi kitu hapa. Wenye sauti waseme kwa sauti, kwa jina la Yesu, hatuachi chochote. Baraka yako haitaenda na mtu yoyote, iwe ni ndogo iwe ni kubwa, iwe ni ile ambayo ilikuwa imesaulika, tutaenda nayo tu kwa jina la Yesu. Jamani, mimi nimalize mahubiri yangu. Haleluya. Piga kelele, sema mimi sasa sintacheleweshwa, sintanyang'anywa na sintasumbuliwa na mtu yoyote kwenye eneo langu la kuhamishwa. Eneo la kuhamishwa, ndugu zangu, ni eneo la kusikia tu. Vile usikiavyo na kuamini. Biblia inasema viangalieni msikiavyo. Unasikia Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa na kuzidishiwa. Vile usikiavyo. Angalia jinsi ya kusikia humu ndani, upewe kipawa cha kusema hiki ni sawa, hiki sio sawa. Haleluya. Tunaenda sawa watumishi Wana wa Mungu sema amen. Hebu sema naziona siku za furaha. Sema hata uzeeni. Sema sintacheleweshewa wala kusumbuliwa na eneo la mafanikio yangu, katika familia, katika uchumi na katika afya. Piga kelele, sema hata uzeeni. Haleluya. Kuna kamradi fulani kameanzishwa. Kuna kamradi kameanzishwa. Sijui kama umeshawahi kusikia. Kanasema hivi, haya ni matatizo ya uzeeni. Huo ni mradi. That's a project kutoka kuzimu. Unanisikia Huu ni ugonjwa wa uzeeni. Mzee Abrahamu alikuwa nao, baba yenu wa imani. Alipofiwa na mke wake Sara, alituma washenga waende kwa wazazi wa Ketura. Mzee ana miaka 100 na ngapi? Mwambie mwenzako ni uzee, hauna matatizo. Maandiko yanasema hivi kwenye Mithali. Haleluya.
Anasema hivi, atakupa na mafuta mifupani mwako na kukuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Unatakiwa uondoke kwenye project iliyokuja inafadhiliwa na kuzimu, inayeruhusu kwamba ugonjwa wa sukari ni wa wazee, ugonjwa wa presha ni wa wazee, ugonjwa wa kutokula vizuri unaitwa nini? Unaitwa wanakuambia usile sana, kuna cholesterol. Nimepima jana kwenye kilo ya mama na 130. Nilipima kwa pale kwa Ibra ilikuwa ngapi? 130 ngapi? Niangalieni jamani. Na 34, 35. Mnanicheke nilivyo Nikatoka na janje. Tukaenda hospitali. Nikalipa 100,000 sio na ngapi. Nipime cholesterol mbaya. Pima yoyote. Pima tezi dume. Pima yoyote. Pima. Pima. Kama nakufa leo nijue. Nisitisho umri umeenda. Mwambie mwenzako umri umeenda wapi? Ndugu zangu, nilipimwa, nikapimika. Ase nilipimwa. Jamaa akaleta matokeo ya kwenye karatasi zake alizochukua nazo. Hauna pressure, hauna juu wala chini, hauna cholesterol, na kitambi ninayo. Hallelujah. I say, nikamwachia na dokta na marupurupu. Kaambia na wewe kitoka hapa kaongeze supu. Umenipima? Pima. Kuna watu wanaambia tunaomba tukupime kila kitu, anasema mtumishi. Mwambie mwenzako pima kila kitu. Sema aliye ndani yangu ni mkuu. Sema nimetakaswa. Alafu neno kutakaswa maana yake ni hii. Ngoja niwatafsirie kidogo. Haleluya. Neno kutakaswa tafsiri yake, kuna neno umeokolewa, umesamehewa, yani you are forgiven. Sawa? Alafu kuna kutakaswa. Neno kutakaswa ni uwezo wa kusikia neno, ukalitambua lilozungumza kwa habari ya haki yako. Ile haki yako ukaikubali, hii ni yangu. Unanisikia? Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio. Unaingia kwenye neno, unasikia. Sio ile unitakase dhambi, ulishasamehewa. Sema amina, amina. Ukiingia kwenye utakaso, maana yake unajitengenezea promotion. Ninatoka sasa kwenye uelewa huu, ninaingia kwenye uelewa huu. Ninatoka hapa sasa naenda hapa. Unafika mahali unamaliza miaka 10 hujawahi kujikwaa na jambo lolote likaleta huzuni moyoni. Unajigundua hata watoto wako hawajaleta huzuni moyoni. Hata kazi yako haijaleta huzuni moyoni. Hata afya yako. Kwa nini? Umeenda kwenye utakaso. Is a process. Kama dhahabu inapoingizwa kwenye moto inatolewa uchafu. Sisi moto wetu, neno lako ndio moto ulao. Tunaingia kwenye neno, linakupruni, linakutakasa, linakusafisha, unafika mahali mganga wa kienyeji hajaombewa aondoke, anasema nikipitaga hii barabara, nikipitaga tu, nikipita hapa nasikia kizunguzungu. Akipita mtaa wa pili hasikii kizunguzungu. Lakini akipita karibu na mtaa wako aoni njia. Na hujaomba nafunga njia, haujaomba nafunga mashetani, umetakasika kiwango, ule uwepo wa ile nuru ya utukufu umefunga barabara ya waovu wasikaribie kwako. Na mimi natamani iwe hivi. Mkaendelea kusikiliza neno, mutakasike zaidi. Usicheleweshe baraka zingine kwa sababu eti hutaki kusikia neno. Lisikie, 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 lisikie. Ndugu zangu, katika watu wanaoniandikia mimi kwenye simu, wanaoniandikia 98%
hawaongei niombe, wanaongea mtumishi, nimesikia neno, nimebadilika, hata maisha yamebadilika. Nilikuwa siujui Ukristo, sasa nimeshaujua uzuri, sasa nimeona faida. Hapa nilipo sasa, mtumishi, maisha yangu ni mengine. Ala, nikikufungulia simu hata za leo, ndio hizo message. Na mimi natamani mtu aliyoko hapa akitoka huko barabarani, watu wakikuangalia waseme, huyu tunamfahamu, tulikuwa naye, tulicheza naye, lakini maisha yake hatujui yalikuwaje akafika hapo. Waanze kukuzungumza kijiweni kwamba huyu bwana siku hizi sio mwenzako, huyu sio mwenzetu, huyu mahali fulani kuna mtu amemsaidia. Kumbe umepata fundisho, limekutoa, limekupeleka, anasema hivi, likakutoa katika mavumbi, likakuketisha pamoja na wakuu. Iende. Mimi imefika mahali alafu nimeshaanza kusikia aibu. Kula kwenye hoteli za shilingi 1000, chai ya shilingi 500, naanza kusikia aibu. Maana iko hivi, nikitembea mahali kwa mguu hapa mpaka pale, nina watu hawanisalimii wengine. Sasa wananijua wengine, nauliza, unanijua mtumishi? Mimi nakusikiliza sana. Nilikuwa na kijana, tumepita uwanja wa ndege wa Mbeya na wa airport ya Arusha hapa. Pale tu uwanja wa Mbeya tumeshuka, tunataka kushuka na gari leo tuleta tajiri mmoja ituache hapo. Madereva taxi wanang'ang'ania kusogeza. Naambia, wewe vipi? Sema, mzee, niruhusu tu nisogeze begi lako, maana nakusikiliza sana. Wewe unasikiliza. Wananifuata nyuma hivi, naenda kwenye security pale, kuna watu wa jamaa wa afya mtumishi, naambia, wewe mulika tu, wewe mulika. Anamulika, sio anamulikaga nini? Eti anamulikaga nini? Pressure. Anamulika Ebola, kuna mulika joto limepanda au limeshuka. Unajua ukiwa na matatizo joto linapanda Wananisalimia, napita kwenye security, wananisindikiza. Nasema, mimi jamani, mmenijua wapi? Baba, ni wewe. Ninaenda paka ninakaa, ninaingia paka kwa houses. Wanasema, wewe. Nashuka hapa na bebewa mizigo, usipite pita. Yaani sikalishu kwenye foleni. Nasema, hapana, acha nikae kwa foleni bwana, mimi napenda foleni. Nasema, ninakimbizwa. Mwambie mwenzako, kuna mahali unatakiwa uende. Ninataka malaika wakubebe hivi, wakusogeze mahali, wakuchukue tena wengine. Biblia nasema hivi, na ndivyo mtakavyofanyiwa na watu watakapowaleteeni vifuani mwenu. Nataka Mungu alete watu kwako, alete watu kwa watoto wako, alete watu kwa ndoa yako, alete watu kwenye biashara, alete watu kwa watoto wako. Wanyanyuliwe, waenda huko. Yaani wewe siku zote unaenda mwenyewe, Mungu alete watu. Watu ni wa Mungu. Kuna wengine watakuja ambao tena wala hawako kwenye ukoo wenu. Kwanza hawatoki hata Tanzania, hata hawatoki katika Afrika. Wanaweza wakatoka wengine, nili mzungu na mandevu yake likaja likakubeba hivyo. Ninauona muujiza mwingine. Unahama mahali, unaenda katika eneo lingine, na kule wameshaandika hivi, kuna project katika ufalme wa Mungu inasema hivi kwamba ameshakutoa mautini, amekuingiza uzimani. Uko kwenye project ya uzimani, hauko kwenye project ya mautini. Maadui zako wakikupangia kifo hawakupati, maana hauko kwenye miradi ya mauti yao, uko kwenye uzima uliokamilika. Tena anasema, tena mtapata raha nafsini mwenu. Kuna karaha kangine humo. Jamani, nimewachelewesha, mnisamehe. Ninasikia tu hamu ya kuongea na wewe.
Nasikia tu furaha. Huu mwezi wa 6 kuna watu watatokea kwenda mahali, wataingia kwenye eneo fulani, wataanza kuyaona maisha. Alafu kuna kitu niliambiwa na Mungu. Kuna watoto wenu nyie wazazi nyie mko hapa, mtafurahi. Andika tarehe ya leo, mwezi wa 5, mwisho wa mwezi. Kuna watoto wenu wanaenda kutolewa mahali, wanaingia mahali pengine mahali pa utukufu na heshima, alafu wanakuja nyumbani wanakuambia baba, mama, sasa umeteseka mama, nataka uwe hapa, nataka wewe. Hiyo haichelewi. Hiyo sasa hivi imeshaingia kwenye nafasi hii. Yaani huu mwaka kuna watoto wenu wengine hata hawajafika miaka 30, lakini wataanza kuona matokeo makubwa, wataanza kushikwa. Kuna watu watatokea mahali from nowhere, watakunyanyulia huyu mzaliwa wako na watamweka hapa. Hiyo ni ajabu niliona. Hiyo niliona kabisa. Kwa watoto wa nyumba ya Abrahamu, popote walipo, watakwenda mahali. Wewe na huzuni yako na mateso yako, huta tena ulia wala huzunika tena. Hiyo nimeiona. Mimi sio nabii, ninazungumza kwenye mtazamo wa mbali mno, usioshikiliwa na kiumbe chochote. Tunaelewana? Sema kwa sauti amen. Kuna ulimwengu mwingine unakuja wa ajabu kwa watoto wenu wa kike na wa kiume. Wengine hata kama hawajasoma usifikirie, hata kama wamesoma usifikirie. Kuna wengine katika kiwango chao hicho cha chini cha elimu wanatokea mahali. Mungu angalii kuna kitu gani, kuna kiwango fulani kanatembea hivi, kanakuja hako, kataondoa aibu yako forever. Ulizarauliwa, ulichekwa, ulionekana sio hata ndugu zako. Ninamisha kichwa nimshukuru Mungu. Nimemaliza. Hata wewe unanisikia kwenye mtandao, hata wewe unanisikia kwenye mtandao wa YouTube, kuna mtoto Mungu amemnyanyua kwako supernaturally, sio mmoja, wanaenda kuinuka. Mtakatifu wa Israeli, asante kwa ajili ya neno hili, nimelimaliza katika jina la Yesu. Na yule aliyesikia, masikio yale aliyosikia akaelewa, ndicho kipimo kile anaenda kutoka nacho hapa. Anaenda nacho kwa hicho kipimo alichopima kwa kuelewa kwake, ameingia kwenye eneo lenye heshima kwake, katika jina la Yesu Kristo. Tuseme wote amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Nafurahi umenisikiliza. Mungu awabariki. Nirudishe kipindi kwa mchungaji atupe matangazo pamoja na kutukaribishia wageni.